Jambo na habari za asubuhi msikilizaji, na karibu katika taarifa kuu za asubuhi ya leo kutoka Congo Post News. Katika toleo letu la asubuhi ya leo tunaangazia hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako taarifa zinaeleza kuwa kijiji cha Mikenge kimeingia chini ya udhibiti wa muungano wa makundi yenye silaha baada ya mapigano makali. Pia tutakuletea ripoti ya Umoja wa Mataifa inayobainisha kuendelea kwa mashambulizi ya kundi la ADF ambalo linadai kusababisha vifo vya zaidi ya raia 1000 katika mwaka wa 2025 huku likipanua maeneo yake ya shughuli. Katika habari za afya tutangazia shambulio dhidi ya kituo cha matibabu ya Ebola huko Bafuabongo mkoani Ituri iliyosababisha kituo hicho kuchomwa moto, wagonjwa kutoroka na kuongeza hofu ya kuenea kwa maambukizi katika jamii. Tutakuletea uchambuzi kuhusu ripoti ya Umoja wa Mataifa inayofichua pengo kubwa kati ya uzalishaji wa dhahabu nchini Kongo na kiwango kinachotangazwa rasmi kuuzwa nje, huku sehemu kubwa ya madini hayo yakidaiwa kusafirishwa kupitia njia zisizo rasmi kuelekea huko Uganda. Katika habari za siasa tutakuletea kauli ya msemaji wa serikali Patrick Muyaya akikosoa baadhi ya viongozi wa Senko kwa kile alichodai kuwa ni kuendeleza simulizi kuhusu hatari ya kugawanywa kwa nchi. Na katika habari za michezo zenye athari za kiusalama tutaeleza kilichojiri mjini Goma baada ya watu kadhaa kuripotiwa kukamatwa kufuatia shangwe za bao la kwanza la timu ya taifa ya DRC Leopard dhidi ya England yani Uingereza. Na vile kwenye mwisho wa habari tutakunga moja kwa moja na habari za kimataifa. Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia asubuhi hii. Endelea kuwa nasi kwa taarifa kamili, uchambuzi wa kina na maendeleo ya matukio haya. Mimi ni mtangazaji wako Idi George na kukaribisha tuanze pamoja taarifa hii ya habari. Karibu na habari kutoka huko Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali ya usalama katika mashariki mwa DRC inaendelea kuzorota, huku mapigano kati ya jeshi la serikali na makundi yenye silaha yakizidi kushika kasi katika maeneo ya nyanda za juu za Fizi na Minembwe mkoani Kivu Kusini. Wakati viongozi wa kisiasa wakiendelea kusisitiza juhudi za kurejesha amani kupitia mazungumzo ya diplomasia, taarifa kutoka eneo la mapigano zinaonyesha kuwa hali bado ni ya wasiwasi. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na vyanzo mbalimbali vya ndani, jioni ya Jumatano Julai mosi mwaka 2026, kijiji cha Mikenge kiliripotiwa kuingia chini ya udhibiti wa muungano wa makundi ya waasi unaojumuisha Red Tabara, M23 na Twirwaneho baada ya mapigano makali na vikosi vya serikali. Taarifa hizo pia zinadai kuwa ndege zisizo na rubani maarufu kama droni zinadaiwa kutoka Rwanda zilitoa msaada mkubwa kwa waasi wakati wa operation hiyo. Kwa mujibu wa madai hayo, drone hizo zilichangia kuwazuia wanajeshi wa FARDC kurejesha udhibiti wa mji wa Minembwe, huku zikidai kufanya mashambulizi katika maeneo mbalimbali ya nyanda za juu za Fizi na kwa zaidi ya mwezi mmoja sasa. Taarifa hizo zinadai kuwa mashambulizi ya anga yamesababisha uharibifu mkubwa katika baadhi ya vijiji pamoja na hasara kwa vikosi vya FARDC na washirika wake. Hata hivyo, madai hayo hayajathibitishwa na vyanzo uhuru, na mamlaka za Rwanda zimekuwa zikikanusha mara kwa mara tuhuma za kuhusika moja kwa moja katika mapigano yanayoendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa uchambuzi uliotolewa katika taarifa hiyo, kuimarika kwa uwezo wa anga wa muungano wa Red Tabara na M23 kunatajwa kuwa kunaweza kuwapa waasi nafasi ya kusonga mbele kuelekea maeneo mengine muhimu ikiwemo Point Zero na mji wa Baraka. Waandishi wa uchambuzi huo wanaona kuwa endapo hali hiyo itaendelea inaweza kuwa na athari kubwa kwa usalama wa mkoa wa Tanganyika na pia kwa mikakati ya diplomasia inayotekelezwa na serikali ya Kinshasa. Ripoti hiyo pia imeibua mjadala kuhusu uwezo wa ulinzi wa anga wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waandishi wake wanaoji kwa nini licha ya taifa kuwa na bajeti kubwa ya serikali na mipango ya kuimarisha jeshi, bado inaendelea kukabiliwa na changamoto za kulinda anga yake dhidi ya mashambulizi yanayodaiwa kufanywa na waasi na washirika wao. Hata hivyo, ni muhimu kusisitiza kuwa sehemu ya taarifa hizi zinatokana na madai ya vyanzo vya ndani na wachambuzi wa usalama na bado hazijathibitishwa rasmi na serikali ya DRC, Umoja wa Mataifa na au taasisi nyingine
uhuru. Serikali ya Kinshasa imeendelea kueleza kuwa linaendelea na operations za kijeshi pamoja na juhudi za kidiplomasia ili kurejesha amani na mamlaka ya dola katika maeneo yanayokumbwa na mapigano. Kwa jumla, hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuwa mbaya, huku wananchi wakiendelea kuathiriwa na mapigano, uhamishaji wa watu na hali ya kutokuwa na uhakika kuhusu mustakabali wa eneo hilo. Wadau wa amani wanaendelea kutoa wito wa kusitishwa kwa mapigano na kuimarishwa kwa mazungumzo ya kisiasa ili kupata suluhisho au suluhu ya kudumu kuhusu mgogoro huo unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuendelee na habari za siasa toka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waziri wa mawasiliano na vyombo vya habari pamoja na msemaji wa serikali Patrick Muyaya ametoa kauli kali akiwakosoa baadhi ya viongozi ndani ya baraza la maaskofu Katoliki nchini humo DRC Senko kwa kile alichodai kuwa ni kusambaza hoja zinazofanana na zile zinazotolewa na Rwanda pamoja na waasi wa M23 kuhusu hatari ya kugawanywa kwa nchi. Akizungumza kuhusu mjadala unaoendelea baada ya kupitishwa kwa sheria inayohusiana kura ya maoni, Patrick Muyaya amesema inashangaza na kusikitisha kuona baadhi ya watu wa ndani ya Senko wakirudia kauli zinazozungumzia uwezekano wa kugawanywa kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wake, hoja hizo zinafanana na simulizi ambazo serikali ya Kongo imekuwa ikizihusisha na Rwanda pamoja na kundi la waasi wa AFC M23. Patrick Muyaya amesitiza kuwa kuendeleza kwa kauli za aina hiyo ni jambo nzito na lenye hatari kubwa kwa umoja wa taifa. Amesema taasisi za dini zina jukumu la kuimarisha mshikamano wa wananchi na kuchangia katika kudumisha amani badala ya kuunga mkono au kueneza simulizi ambazo zinaweza kuongeza taharuki na mgawanyiko. Kwa upande wake, serikali ya Kongo imeendelea kusisitiza kuwa hakuna mpango wote wa kugawanywa kwa nchi kupitia sheria hiyo ya kura ya maoni, huku ikiwataka wananchi kuwa makini na taarifa ambazo zinaweza kuibua hofu au kupotosha maoni ya umma. Kauli ya Patrick Muyaya inakuja katika kipindi ambacho mjadala kuhusu mageuzi ya kisiasa na usalama wa kitaifa unaendelea kushika kasi huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku serikali, vyama vya siasa, viongozi wa dini na mashirika ya kiraia wakitoa mitazamo tofauti kuhusu mustakabali wa nchi. Tubaki tu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako hali ya usalama katika mashariki mwa DRC imeendelea kuzua wasiwasi mkubwa, huku kundi la wataalamu wa Umoja wa Mataifa ikieleza kuwa waasi wa ADF wameendelea kuwa miongoni mwa makundi yenye ukatili mkubwa barani Afrika. Ripoti hiyo inaonyesha kuwa mwaka 2025 pekee zaidi ya raia 1000 waliuawa katika mashambulizi yaliyohusishwa na kundi hilo. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, ADF sasa inatajwa kuwa kundi la pili lenye uhusiano na dola la Kiislamu maarufu kama ISIS, ambalo linasababisha vifo vingi zaidi vya raia duniani. Takwimu hizo zinaonyesha kuwa licha ya operation mbalimbali za kijeshi zinazoendelea dhidi yake, kundi hilo bado lina uwezo mkubwa wa kufanya mashambulizi makubwa zaidi ya wananchi wasio na hatia. Ripoti hiyo inaeleza matukio mawili makubwa yaliyotikisa mkoa wa Ituri. Tukio la kwanza lilitokea mwezi Novemba mwaka 2025 katika eneo la Nturo, ambapo watu 71 yani 71 waliuawa wakikusanyika kwenye mazishi waliuawa kikatili. Tukio la pili lilitokea tarehe 26 Julai mwaka 2025 katika mji wa Komanda, ambako waumini 41 yani 41 waliuawa ndani ya kanisa, walishambuliwa na kuuawa wakati wa ibada. Mashambulizi yote mawili yanahusishwa na tawi la Ubwakasi ambalo limetajwa kuwa kitengo hatari zaidi ndani ya ADF. Kwa mujibu wa wataalamu wa Umoja wa Mataifa, tawi hilo pekee yake inadaiwa kuhusika na vifo vya zaidi ya raia 600 katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Ripoti hiyo pia imeonyesha kuwa badala ya kuzofika, ADF imepanua maeneo yake ya shughuli kuelekea magharibi, ikielekea katika mikoa ya Otwele na Chopo. Maeneo hayo yanaelezwa kuwa na uwezo mdogo wa vikosi vya usalama, jambo linalowapa waasi nafasi za kuanzisha makambi mapya na kufanya mashambulizi bila upinzani mkubwa. Ripoti
Ripoti imechambua matokeo ya operesheni ya pamoja ya kijeshi ya Shujaa inayofanywa na majeshi ya DRC na Uganda. Ingawa operesheni hiyo ilianzishwa kwa lengo la kuwadhibiti waasi wa ADF, wataalamu wanaeleza kuwa imekuwa na athari zisizotarajiwa. Kwa kuwasukuma waasi hao mbali na mpaka wa Uganda, operation hiyo imechangia kusambaa kwao katika baadhi ya maeneo mapya yenye ulinzi dhaifu, hali ambayo imeongeza idadi ya wananchi wanaokumbwa na mashambulizi mara kwa mara. Takwimu za hivi karibuni zimeonyesha kuwa mwezi Machi mwaka wa 2026 pekee, zaidi ya watu 90 yani 90 waliuawa katika mashambulizi yaliyohusishwa na waasi wa ADF. Hii ndilo idadi kubwa zaidi ya vifo vilivyorekodiwa ndani ya mwezi mmoja katika kipindi cha miezi 6 iliyopita, ishara kwamba tishio la kundi hilo bado ni kubwa. Kwa ujumla, ripoti ya Umoja wa Mataifa imeonya kuwa bila kuimarishwa kwa usalama katika maeneo yaliyo hatarini, kuongeza ulinzi wa raia na kuendelea kwa ushirikiano wa kikanda, ADF itaendelea kuwa chanzo kikubwa cha mauaji, hofu na mchakato katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tubaki tu katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako mapambano dhidi ya ugonjwa wa Ebola katika mkoa wa Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yamepata pigo jipya kufuatia shambulio dhidi ya kituo cha matibabu ya Ebola kilichopo Bafwabongo ndani ya eneo la afya la Niania wilayani Mombasa. Tukio hilo limetikisa juhudi za kudhibiti mlipuko wa ugonjwa huo na kuongeza hofu ya kuenea kwa maambukizi katika jamii. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya jadi vya eneo hilo, ghasia hizo zilianza baada ya baadhi ya wakazi kukataa kukabidhi mwili wa mtu aliyeshakiwa kufariki kutokana na Ebola kwa timu maalum zinazohusika na mazishi salama na yenye heshima. Kutokubaliana huko kulizua vurugu zilizogeuka kuwa mashambulizi dhidi ya vituo vya afya, ambako kituo cha matibabu ya Ebola kilichomwa moto na kuharibiwa kabisa. Taarifa za awali zinaonyesha kuwa watu wawili walipoteza maisha katika tukio hilo, akiwemo raia mmoja na askari polisi mmoja aliyekuwa akijaribu kurejesha utulivu, lakini akashambuliwa na kuuawa na umati wa watu. Daktari mkuu wa eneo la afya la Niania, Dr. Joseph Pamakanakue, amesema wakati kituo hicho kinashambuliwa kilikuwa kinawahudumia wagonjwa wawili waliothibitishwa kuwa na virusi vya Ebola pamoja na watu 7 waliokuwa wakishakiwa kuwa na maambukizi hayo. Baada ya kituo kuchomwa moto, wagonjwa wote walikuwa wakipewa matibabu pamoja na waliokuwa wakifuatiliwa walitoroka na kutawanyika katika jamii. Kwa mujibu wa daktari huyo, hali hiyo imeongeza kwa kiwango kikubwa hatari ya kusambaa kwa ugonjwa huo, kwani watu waliokuwa wameambukizwa au wanaoshakiwa kuwa na maambukizi wanaweza kuendelea kuwasiliana na jamii bila uangalizi wa kitabibu. Alionya kuwa wananchi waliogusa au kushughulikia mwili wa marehemu aliyeshakiwa kufariki na Ebola pia wako katika hatari kubwa ya kuambukizwa, kutokana na ukweli kwamba mili ya waathirika wa Ebola inaweza kuwa chanzo kikubwa cha maambukizi endapo wataishughulikia kwa taratibu maalum za afya. Daktari Joseph Pamakanakue pia alieleza masikitiko yake akisema viongozi wa afya walikuwa wamewasilisha mara kadhaa maombi kwa mamlaka husika ili kuimarisha ulinzi wa kituo hicho kutokana na hali ya taharuki iliyokuwepo katika eneo hilo. Wakati hata hivyo alisema hatua hizo hazitachukuliwa kwa wakati, jambo ambalo limechangia kutokea kwa shambulio hilo. Shambulio hili linatokea wakati ambako bado kuna hali ya kutokuaminiana kati ya baadhi ya wananchi na timu zinazotekeleza shughuli za kukabiliana na Ebola. Tangu serikali ya Kongo itangaze rasmi mlipuko wa 17 wa ugonjwa wa Ebola tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026, matukio kadhaa ya aina hiyo imeripotiwa katika mikoa wa Ituri. Hapo awali, kituo cha matibabu kilichopo
Mongobwalu, kitovu cha mlipuko huo, pia kilivamiwa na wagonjwa kutoroka. Tukio jingine kama hilo liliripotiwa katika eneo la afya la Rwampara karibu na mji wa Bunia. Wataalamu wa afya wanaamini kuwa ili kudhibiti mlipuko huu ni muhimu kuimarisha ulinzi wa vituo vya matibabu, kuwajengea wananchi uelewa kuhusu ugonjwa wa Ebola na kuimarisha mazungumzo kati ya jamii na wadau wa afya. Wanasema ushirikiano wa wananchi ndio msingi muhimu wa kufanikisha juhudi za kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo wa hatari. Baada ya kusikiliza taarifa zetu za habari kutoka sehemu mbalimbali mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi nzima ya DRC kwa ujumla, basi mpendwa msikilizaji na mtazamaji, acha niseme asante, na basi acha nikuunge moja kwa moja na habari za kimataifa, na hapo utafaidika kufahamu mengi yanayoendelea pembe zote za dunia. Karibu. Mimi ni David Inkia. Tulionayo katika dira ya dunia. Shirika la haki za binadamu la Amnesty International limelituhumu kundi la wapiganaji la RSF nchini Sudan kwa uhalifu dhidi ya binadamu na mauaji ya kikabila. Uhalifu ambao RSF ilifanya na ambayo tumebaini kwenye ripoti hii inajumuisha mauaji ya raia, kuwafurusha watu kwa nguvu, ubakaji na mateso mengine mengi ya makusudi. Watu 900 wamekamatwa wakati wa maandamano Jumanne ya kupinga uhamiaji nchini Afrika Kusini. Na Kenya yaidhinisha mikataba miwili ya kimataifa ili kukabiliana na makundi ya mamluki, kuzuia usajili wa raia katika makundi ya kijeshi kwa ajili ya kupigana kwenye vita kimataifa. Lakini kwanza ni taarifa ya habari. Mimi ni Phyllis Mwote. Shirika la Amnesty International limetoa wito wa kupelekwa kwa kikosi cha kulinda amani nchini Sudan baada ya kile inachokieleza kama ongezeko la uhalifu dhidi ya binadamu unaodaiwa kutendeka nchini humo. Kwenye ripoti yao, shirika hilo limesema kwamba wanamgambo wa RSF walitekeleza vitendo mbalimbali vya uhalifu, ikiwa ni pamoja na vitendo vya kukusudia kuangamiza kabila wakati wa shambulio lao dhidi ya mji wa El Fasher mwaka jana. Uchunguzi huo umebaini madai ya vitendo vya ukatili vilivyotekelezwa kwa makusudi na kwa kiwango kikubwa, hasa dhidi ya watoto, vikiwemo mauaji, utekaji, kuwalazimisha watoto kujiunga na makundi ya wapiganaji pamoja na ubakaji. Watu 900 walikamatwa wakati wa maandamano ya kupinga wahamiaji haramu yaliyofanyika jana Jumanne nchini Afrika Kusini. Katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika hii leo, polisi nchini humo wamesema kwamba wengi wa waliokamatwa wanakabiliwa na makosa yanayohusiana na uporaji. Maandamano hayo ya kitaifa yalihusishwa na muda wa mwisho usio rasmi uliowekwa na makundi yanayopinga uhamiaji, yakiwataka wahamiaji wasio na nyaraka halali kuondoka nchini humo. Zaidi na Isabella Mwagodi. Kwa mujibu wa kamati ya pamoja ya usalama ya Afrika Kusini, watu 215 walikamatwa katika jimbo la Western Cape, idadi kubwa zaidi ikilinganishwa na maeneo mengine. Hata hivyo, watu walikamatwa katika maeneo mbalimbali nchini, yakiwemo majimbo ya KwaZulu Natal na Eastern Cape. Jeshi la ulinzi la Afrika Kusini lilitumwa katikati mwa jiji la Johannesburg kusaidia polisi kukabiliana na taarifa za uporaji, wizi na machafuko. Akizungumza wakati wa mkutano wa teknolojia mjini Johannesburg Jumatano, Rais Cyril Ramaphosa amewaambia waandishi wa habari kwamba hakusikitishwa na matukio ya siku iliyotangulia. Aliongeza kuwa raia wa Afrika Kusini walitumia haki yao ya kuandamana, maandamano mengi yalikuwa ya amani, na kwamba hali ingekuwa mbaya zaidi. Taarifa zinaelezea kwa mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja kati ya Marekani na Iran yanaendelea nchini Qatar, huku wasiwasi ukiongezeka kuhusu iwapo mpango wa usitishaji wa mapigano utaendelea kuheshimiwa. Afisa mmoja mwandamizi wa Iran ameliambia shirika la habari la Reuters kuwa mazungumzo hayo yamekuwa yakiendelea tangu usiku wa Jumanne, yakijikita katika masuala yanayohusu mlango bahari wa Hormuz pamoja na kuachiliwa kwa mali za Iran zilizozuiwa. Kwa mujibu wa afisa huyo, wapatanishi kutoka Qatar na Pakistan wamekuwa wakifanya mawasiliano kati ya wajumbe wa Marekani na wale wa Iran, lakini hadi sasa hakuna thibitisho lililotolewa hadharani kuhusu mazungumzo hayo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC.
Shirika la Umoja wa Mataifa la kushughulikia masuala ya watoto UNICEF limeonya kwamba matetemeko mawili ya ardhi yaliyotokea nchini Venezuela wiki moja iliyopita yameongeza hatari ya watoto kuathirika na kusafirishwa kinyume cha sheria iwapo watoto waliotenganishwa na familia zao hawatatambuliwa na kuunganishwa haraka na jamii zao. Shirika hilo linakadiria kuwa watoto zaidi ya 600,000 wanahitaji msaada wa kibinadamu katika maeneo yaliyoathirika. Kwa mujibu wa taarifa hizo, Venezuela imekuwa ikikabiliwa na magenge ya usafirishaji haramu wa binadamu baada ya maporomoko makubwa ya ardhi yaliyotokea Vargas mwaka wa 1999 ambayo pia yaliathiri vibaya eneo la Guara. Kulikuwa na taarifa nyingi za watoto kutoweka, huku kukiwa na madai ya kuwasili watoto kwa njia zisizofuata taratibu za kisheria pamoja na biashara ya watoto haramu baada ya janga hilo. Right now we have migrant service points. Kwa sasa tumeelekeza juhudi zetu katika vituo vya huduma ikiwemo huduma za afya pamoja na shughuli za utafutaji na uokoaji ambazo ndizo kipaumbele chetu kikuu kwa sasa. Hapo ndipo tunakoratibu na kusambaza msaada wote wa kibinadamu tunaopokea kupitia matawi yetu mbalimbali. Shirika la Msalaba Mwekundu la Venezuela limehamasisha mtandao wake wote wa matawi nchini. Tunajitahidi kukusanya misaada mingi kadri inavyowezekana na kuipeleka katika maeneo yaliyoathiriwa. Na Wizara ya Afya nchini Uhispania inasema kwamba kulikuwa na zaidi ya vifo 1,000 vinavyotokana na joto katika mwezi wa Juni. Takwimu hii ni zaidi ya mara 2 ya idadi iliyohusishwa na joto katika kipindi kama hicho mwaka jana, ambao ulikuwa mwezi wa Juni wenye joto zaidi kuwahi kurekodiwa nchini humo. Idara ya hali ya hewa ya Uhispania inasema kwamba miezi 6 ya kwanza ya mwaka huu imekuwa ya joto zaidi kuwahi kurekodiwa, huku viwango vya joto vikiwa nyuzi joto 1.6 juu ya wastani. Wanasayansi nao wanasema kwamba mabadiliko ya tabia nchi ndiyo yanayosababisha wimbi la joto kuwa kali mno kama lile la mwezi uliopita ambalo pia lilivunja rekodi nchini Uingereza, Ujerumani na Ufaransa. Hii ni BBC. Taarifa habari za dunia imesomwa kwako na Phyllis Motea akiwa katika studio zetu za Nairobi. Haya ni matangazo moja kwa moja Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikujia kupitia FM, radio shirika na katika mitandao mbalimbali. Tanzania ni Abud FM, CGFM, Classic FM, Radio 1, Radio Free Africa pamoja na pale Zanzibar ni Zenj FM. Kenya ni Count FM, Nyota FM pamoja FM na Gulf Radio. Uganda ni Voice of Muhabura, Voice of Busoga, Radio Kitara, Radio Lira na Radio Paidha, na pale DRC ni Radio Muungano Beni pamoja na Lizard Radio. Jioni leo upo nami David Mkia, karibu. Watu 900 wamekamatwa wakati wa maandamano Jumanne ya kupinga uhamiaji nchini Afrika Kusini. Katika mkutano na waandishi wa habari siku ya Jumatano, vikosi vya usalama vimesema wengi waliokamatwa ni kwa makosa yanayohusiana na uporaji sambamba na uharibifu wa mali. Lizi Masinga na maelezo zaidi. Maandamano ya kupinga uhamiaji haramu yanayofanyika nchini Afrika Kusini yanahusishwa na muda wa mwisho uliowekwa na makundi yanayopinga uhamiaji kwa wahamiaji wasio na nyaraka kuondoka nchini humo. Kwa mujibu wa kamati ya pamoja ya usalama ya moja vinavyotokana na joto katika mwezi wa Juni. Takwimu hii ni zaidi ya mara 2 ya idadi iliyohusishwa na joto katika kipindi kama hicho mwaka jana, ambao ulikuwa mwezi wa Juni wenye joto zaidi kuwahi kurekodiwa nchini humo. Idara ya hali ya hewa ya Uhispania inasema kwamba miezi 6 ya kwanza ya mwaka huu imekuwa ya joto zaidi kuwahi kurekodiwa, huku viwango vya joto vikiwa nyuzi joto 1.6 juu ya wastani. Wanasayansi nao wanasema kwamba mabadiliko ya tabia nchi ndiyo yanayosababisha wimbi la joto kuwa kali mno kama lile la mwezi uliopita ambalo pia lilivunja rekodi nchini Uingereza, Ujerumani na Ufaransa. Hii ni BBC. Taarifa habari za dunia imesomwa kwako na Phyllis Motea akiwa katika studio zetu za Nairobi. Haya ni matangazo moja kwa moja Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikujia kupitia FM, radio shirika na katika mitandao mbalimbali. Tanzania ni Abud FM, CGFM, Classic FM, Radio 1, Radio Free Africa pamoja na pale Zanzibar ni Zenj FM. Kenya ni Count FM, Nyota FM pamoja FM na Gulf Radio. Uganda ni Voice of Muhabura, Voice of Busoga, Radio Kitara, Radio Lira na Radio Paidha, na pale DRC ni Radio Muungano Beni pamoja na Lizard Radio. Jioni leo upo nami David Mkia, karibu.
Watu 900 wamekamatwa wakati wa maandamano Jumanne ya kupinga uhamiaji nchini Afrika Kusini. Katika mkutano na waandishi wa habari siku ya Jumatano, vikosi vya usalama vimesema wengi waliokamatwa ni kwa makosa yanayohusiana na uporaji sambamba na uharibifu wa mali. Lizi Masinga na maelezo zaidi. Maandamano ya kupinga uhamiaji haramu yanayofanyika nchini Afrika Kusini yanahusishwa na muda wa mwisho uliowekwa na makundi yanayopinga uhamiaji kwa wahamiaji wasio na nyaraka kuondoka nchini humo. Kwa mujibu wa kamati ya pamoja ya usalama ya Nani hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi itakuwa ni mara ya kwanza kufuatilia habari kupitia mtandao wetu wa YouTube Congo Post News, hakikisha una subscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine banasema unajiabone, una comment vile vile una partage. Basi acha tuendelee kutosha shukrani zetu za dhati kwa wote wanaoendelea kuchagua Congo Post News kama kituo chao chema na bora cha matangazo. Niana mazungumzo yetu ni kuhakikisha tunakuletea habari sahihi vile tena kwa muda muafaka, vile vile kwa muda vile tunavyokuletea hivi. Tunakuletea habari hii ni saa 11 ya asubuhi na dakika 45, yani 45. Kwa kuwasiliana nasi moja kwa moja, basi tumia namba ambayo inaendelea kuina hapo kwenye screen yako au kwenye video, na hapo unaweza ukatupata na ukatupatia maoni yako, aiza mapendekezo yako kutokana na taarifa yetu ya habari ambayo unatoka kuisikiliza na mida hii ya asubuhi ya tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Asante.